Miongoni mwa taarifa ambayo ni trending kwenye mitandao ya kijamii ni hili sakata la katibu wa Secretariat ya Chadema Julius Mwita, ambapo kuna taarifa ambazo zimevuja alikuwa akichati na baadhi ya viongozi wa chama hicho ambao inaonekana hawakubaliani na no reforms no election. Huu hapa ni ujumbe ambao nimekuwekea. Inaonekana ilikuwa ni message ya Julius Mwita. Sasa alikuwa anapinga jambo lisitokee la no reforms no election. Na kama utakumbuka siku hivi karibuni chama cha demokrasia na maendeleo kiliitisha kikao kwamba kitakutana na watu ambao wana nia ya kugombea ubunge. Sasa hii ni chat ambayo ilikuwa imeandikwa hapa. Ni chat ambayo ilikuwa imeandikwa hapa kwenye message. Yeye alikuwa akisisitiza kwamba haieleweki hiyo no reforms no election. Sasa taarifa ni kwamba katibu huyo amengolewa. Sasa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia kwa katibu wake mkuu Bwana John Mnyika siku ya tarehe 2/2025 kimetangaza kutengua uteuzi wa Bwana Julius Mwita aliyekuwa katibu wa Secretariat ya Chadema. Taarifa hii ni kulingana na vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kutenguliwa kwa katibu huyo wa Secretariat ya Chadema kumekuja muda mfupi baada ya mzozano mkali ulioibuka mtandaoni ukihusisha makada na wanachama wa Chadema mara baada ya kuvuja kwa mawasiliano ya kundi la WhatsApp lenye viongozi mbalimbali wa sasa, wastaafu na wanachama wa Chadema waliokuwa wakipanga mikakati mbalimbali ya kudhoofisha na kupingana na vuguvugu la chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania ya no reforms no election. Katika wingi wa ujumbe wao mfupi uliopigwa picha, yani screenshot, na kusambazwa kwenye mtandao wa X na kile kinachotajwa kama huenda ndio ikawa sababu ya kuenguliwa kwake, Mwita ameonekana akieleza kuwa meseji zake sasa ilikuwa ikisomeka hivi: iko hivi wakuu, ni bora kwenda kwenye kikao kilichoitishwa na chama kikihusisha wanaotaka kuwania ubunge, tutafute na watu wengine ambao wanaweza kufanya interview, yani mahojiano na vyombo vya habari na kutoa maoni tofauti. Sasa tutawakimbia mpaka lini na ni wapi na kwa namna gani tunaonyesha kuwa hatuwaungi mkono? Mwita ameendelea kuandika na kusema kuwa hiki kikao cha chama na wanachama wanaotaka kuwania ubunge 2025 ni mwiba kwao, na kama bosi wao anaona wamemsaliti, matokeo yakiwa makubwa itakuwa na maana kwamba watu wanaotaka ubunge ni wengi, na ikiwa watakasirishwa nao jamii haitaweza kuwaelewa. Ujumbe unaendelea wa huyo Mwita: ukiwaacha wakakutana na watu wachache, hisia itakayojengwa ni kuwa watu wameelewa na kuunga mkono no reforms no election. Hii itajenga tafsiri kuwa ujinga wao umekubalika kwa kila mwanachadema na ndio maana hakuna wanaotaka ubunge, ameandika Mwita kwenye mmoja ya ujumbe wake ambao ulipigwa picha na kusambazwa mitandaoni. Sasa comment ni nyingi sana kufuatia hili sakata ambalo linaendelea. Moja kati ya wadau wameandika: waasi na wasaliti katika taasisi yoyote ile huonywa kwa mdomo, na wakiendelea ni kuangoa kabisa uongozi, na wakizidi wafutwe wanachama wakapiga kelele huko wakiwa nje. Na wapongeza kwa hatua hii nzuri kabisa. Wacha Lissu aendelee kuchoma vichaka vizuri, nyoka takataka zote zitatoka tu, shingo juu wakichomoza tu kula vichwa wasaliti, ukwamisha ajenda, ila kwa Kamanda Lissu hawatafanikisha njama yao mbaya. Mtu mwingine ameandika: yanti Mbowe ni wajinga sana, sijawahi jua kumbe Mbowe alikuwa hana nia yoyote na kushika dola, alikuwa anapambana tu na tumbo lake. Mtu mwingine ameandika: mamluki akipatikana hata harufu yake piga kadi nyekundu. Mtu mwingine ameandika: ngoa mamluki wote. Mtu mwingine ameandika: hawa watatoana meno. Mtu mwingine ameandika: Chadema kila siku kitaonekana ni chama ambacho kilikuwa na wachache wanakula vizuri na kwenye sahani ya mtu mmoja mmoja. Mtu mwingine ameandika: asante Mungu kwa hawa mamluki kungolewa, bado akina Yeriko na wenzake. Mtu mwingine ameandika: mamluki wote nje, no reforms no election. Mtu mwingine ameandika: Mbowe na genge lake Mungu anaendelea kulichambua tu. Mtu mwingine ameandika: tuliwaambia Chadema ile stronger together ni scam move. The likes of Julius Mwita, Kathleen Ruge etc. hawakupaswa kurejeshwa kwenye uongozi mpya. Mtu mwingine ameandika: mamluki wote waondoke as soon as possible. Hivyo ndivyo ambavyo alitaka kumaanisha. Hivyo ndivyo ambavyo
habari hii nimekuletea hapa na nimeisomea hapa kutoka Jambo.